Bwana we, picha yetu inaanza katika eneo hili hapa la ujenzi, wakiwa wanajadiliana, maana hapa limekutwa bonge la bomu. Kwa hiyo taarifa zikafika moja kwa moja kwa bidada huyu hapa ambaye anaitwa Suzana. Suzana akaliwasilisha hili jambo makao makuu na viongozi na wote wakaanza kupeana habari. Huyu mchizi anaitwa Willy akiwa katika mambo yake ya kulengalenga, panapata bwana habari kwamba kuna bomu kubwa limeonekana. Kwa mchizi akakailisha mambo yake na kwenda kufata amri ambayo amepewa. Mdogo mdogo maaskari wakiwa wamechechamana, huku watu wakaanza kuweka utepe ili mradi raia wote ikiwezekana wahamishwe eneo hilo, kwa sababu kuna mlipuko mkubwa. Chumba hiki kinaonekana kama kina mtu, lakini ghafla anatokea mtu katika kiza. Hawa watu wanatoka na Rahimu anamtoa babake, na watu wengine wanaendelea kukaguliwa na kuambiwa jamani, ondokeni katika eneo hili, maana yake kuna bomu kubwa ambalo likipasuka hapa hakuna yote atakayebakia. Kwa hiyo hapa ibaki serikali peke yake. Kwa hiyo maaskari wakaendelea na jitihada ya kuwatoa watu, na huku vyombo vyote vya habari vikiwaambia hakika mkifanya masiala mtapoteza watu, na ramani za jiji zikaekwa pale, na watu wakaendelea kufanya uchunguzi ama kudadisi kitu gani watafanya. Lakini mchizi watoshambiwa singe mtaani, naye anaingia. Askari polisi akaanza kumfuata, wewe unaenda wapi? Kamera zote zinamuona za jiji. Basi mchizi hapa akafanikiwa, lakini hapa kuna watu wanasherekea katika kisa, akiwa Kailis huyu hapa akiwa katikati ya kiza kile, na troni zikaanza kupandishwa chini. Askari Martin anaendelea kuweka mipango na kuendelea kukagua vizuri hili bomu ni nini, lakini huku ndani tunaona wakazi wakiingia wakiwashawasha taa na miale, kuseti na kuweka kamera kila sehemu na kufunga ili mradi hata wakitaka kushtukiwa wasionekane. Hao machizi kumbe walikuwa na mpango wa kuiba, na hao machizi sio watu wa kawaida, bali ni wezi wenye akili kubwa sana ambao wamepanga mpango ambao sio kawaida. Huku chini wakaanza kuchimba, kwa sababu ile nyumba ambayo alikaa pale kwenye kiza kulikuwa ipo karibu na benki. Dada huyo haelewi mpango gani unaendelea, kiangalia jiji lote lipo kimya na drone kila sehemu zimetupwa na inaonekana hakuna raia yoyote. Huku chini wazee wanaendelea kuchimba na kugonga, lakini kipindi wanagonga na magari ya patrol na polisi wanaingia, na mchizi hapa aliwasili kama hajui kinachoendelea ama hajui kinachokuwa hapa kinafanyika. Basi hao watu kaambia bwana, hakika tulieni mfanye. Huku machizi wanaendelea kunoa. Mchizi hapa anaendelea kuseti mipango, anaangalia ulinzi, anambia jamani, kuna gari ya polisi inapita, kwa hiyo kuweni makini sana na huo mchongoko wenu wote. Basi kwa askari polisi na wanajeshi wote wamekaa kidete, wakasema jamani, tutapomaliza kazi tutakunywa bia. Wake wanajua maswala ya kutegua bomu ni nusu kufa ama nusu kuwa hai. Mchizi hapa akaendelea kuangalia, lakini kila anapoangalia na kuendelea kupima ili mradi ajue kitu gani ambacho kinaendelea, na ukaribu ukaendelea na umakini mkubwa na kuseti mipango yao. Lakini kila wakiseti hapa ili mzigo ubutuke, wanakuta kama mambo kidogo yanasita, lakini bahati nzuri mambo yale yakakaa sawa. Wakaambiwa jamani, endeleeni na watu hakikisheni wanafika mbali, maana hili bomu likibutuka hapa sio mchezo. Na machizi huku wanaendelea kukata ile chemba ambayo ni mlango mkubwa wa benki. Wakafanikiwa bwana kuvunja ule mlango mkubwa ambao vinahifadhiwa vitu, mahela, madhahabu, kila kitu. Machizi hawaamini utajiri huu hapa wa kutosha ndani ya benki hiyo wanavuna. Na upande huko wa ujenzi watu wanaendelea kuchimba ili mradi kulisogeza ile bomu, ikiwezekana wasilibutue ama lisilipuke pale, ili mradi mlipuko wake usiwe mkubwa. Kwa hiyo wanachimba zaidi kulizunguka lile bomu. Mwanajeshi wanaendelea kuhimizana na kujua namna gani waweza kuoka kamba bwana, ili saundi naona kama ile bomu linakaribia kubutuka hivi, naona hapo. Basi askari ya polisi akamwambia jamani, ondokeni haraka na kila mtu take over, angalia sehemu gani ya kukaa. Mchizi akaeka mambo yake sawa na mazingira, ili mradi kila kitu kisiharibike, kila kitu kiende sawa. Basi huku maskari wanaendelea kuangalia, na hapa wanaona mifumo mingi. Basi huku wanajeshi kwenye kutegua ama uteuzi wa ile bomu ikabidi wawe tayari, kwa sababu mambo muda wote yanawaka na kila kitu kinakaa sawa, kwa sababu hili bomu lishaonyesha dalili ya kupasuka. Askari anamwambia hakika kila mtu ajifiche, na huku machizi walichukua wakazoa wakabeba. Huyu X hana analolielewa hapa zaidi ya mali. Gari ikapita tena, na mchizi akamwambia jamani, kuweni makini sana, maana kuna gari hapa inafanya doria, kwa hiyo hakikisheni hii gari ikasimama moja kwa moja. Na ikaendelea kutembea mtaani baadhi ya maskari, lakini mchizi hapa aliwashtua wenzake, wanangu malizeni kazi haraka, machizi kama kuna issue wameshtukia. Na hawa askari wakamuona mchizi wakamsimamisha, lakini Will akaendelea kusonga mbele ili mradi asikae. Akaambia wanangu, fanyeni kazi tuondoke. Maskari kuna hili geti limefungwa hapa kwa sababu walishindwa, na hawa machizi walidhibiti kila kitu. Ikabidi wakati ile geti na kumfuatilia ule mtu, kwa sababu hakutakiwa mtu kwa eneo hili, kwa sababu kuna bomu zito linataka lipuke, na bomu lika
Taita, bomu likapasuka, bomu likabutuka, na maskari wakaona, kwa sababu dunia nzima na mjiji lote walishaweka kila kitu, raia wanashuhudia kwa mbali, kwa kuwa walishawasogeza watu ili mradi wezi hawa wafanikiwe, na baadhi ya maskari kidogo walijeruhiwa na kupata maumivu. Lakini dada Suzana anaambia hakika endeleeni, kuna watu raia tumewaona huko, okoeni maisha yao. Mambo yakazidi kupamba moto, na huku mambo vichwa vikaanza kupata moto, kwa sababu watu kama wameshashtukiwa na wakaanza kutoka haraka na kujikausha, na hapa wakaeka droni zao. Huyu wai naye kaeka vitu vyake, wakachukua droni ambayo ina uwezo wa kubeba maboksi makubwa, wakachukua zile box wakazipitisha chini na wakasafirisha mzigo taratibu. Huyu askari pona vile akajua labda ni droni za maaskari ambazo zinaendelea kukagua usalama wa raia hapa. Basi kumbe askari ndani droni hizi zikaenda kwa dada mmoja huku pembeni ambaye amewekwa. Zaidi alifungua mlango, na hapa kuna sehemu yao alika kama chemba hivi, kumbe hiyo chemba ilikuwa ina chini kabisa imechimbwa. Na hapo anapoingia hapa kama na mambo sasa, watu wanafuata nini eneo hili, ambao eneo hili tumesema asiingie raia yoyote, kwa ina maana hawajapata kizuizi chochote. Kumbe machizi ndio wakawa wanaondoka mdogo mdogo, na huku maskari polisi hawana moja wala mbili, lakini zile habari kama zikatapakaa hivi, na machizi wakakimbia wakaunganishiwa, kwa sababu wakaambiwa kuna raia huko, na lengo lao si kuwa raia wema, bali hawa ni wezi ambao wamepanga mpango. Wakafika mpaka lile eneo la tukio, kwa sababu walipita kimya kimya, na hapa mchongo wakazama chini wakafunga tena chemba ile, na kama hakuna kitu kilichotokea. Na hawa watu wanavyojua, wanajua watu wote wakiingia mule ndani wanakaa, basi magari mengi yakajazana pale, ili mradi kwenda kuangalia pale kwenye chemba kuna nini. Mwisho siku hakuna chochote walichokikuta, na watu washaondoka, na mwanadada huku anatoa zile box anawakabidhi hapa, huko amevaa max kama shetani. Basi dada huyu anasepa kivyake, na hawana wanachukua mzigo wao na gari yao, hao taratibu wanateleza. Kwa hiyo huku sehemu ya ujenzi bomu limebutuka, wakaangalia wakasema mbona bomu hili halikuwa kubwa sana, na kwa nini? Lakini fresh, tujipongezeni kwa kuwa tumeokoa nusu ya maisha ya binadamu, maana ingekaa hapa ingekuwa shida kwao. Suzana anahema tena kwa sababu kuna watu wameona, lakini jamaa anatoa taarifa, bwana, benki huku imeibiwa, benki imechukuliwa. Kwa hiyo hawawezi walifanya jambo hili lote bila kujulikana. Hapa mchizi anatoka William, anaingia ndani ya gari, na wanapongezana baada ya kuona mtonyo umeingia, kuonekana madini yameingia, na taratibu wanaondoka. Na hapo wanatoa document fake kuonyesha kama hao na kampuni yao, na askari huyu anakubali kama hao ni shirika la maji, na hao taratibu wanaondoka. Lakini sasa watu wakaanza kufuatilia ni na kina nani hao, wakasema bwana, watu wamevaa nembo hii fulani bin fulani. Dada Suzana katarget akasema hakika waoziweni sehemu fulani, lakini kupiga pale katika sehemu ya naniu ya check up, wakaambia watu tayari washapita hapa, wamefika, wamebadilisha kila kitu na wakatoa, kumbe hata hizi rangi walipakana, na akarudisha tena gari barabarani kama sio hilo ambalo lilipita pale. Kwa hiyo ama jamaa wamewatrick serikali, na huyu mchizi hapa Rahimu anakuja ambaye, jamani, nataka nipite hapa kidogo kwa sababu hapa kuna nyumba yangu na kuna nyumba yetu, kwa hiyo babangu hapa inabidi aende kafanywa afya kidogo. Wakampisha tena Laimu akaingia ndani pale. Laimu akaingia ndani, na machizi wanapongezana kwa sababu wamesaidia kidogo nusura ya watu hapo wafe. Basi makubwa meja wanampa big up huyu mchizi na kutoa pombe zile za pongezi kwa sababu wameshinda, lakini hawakunywa bali walizimwaga, kwa sababu kibomu hakikuwa kibomu, kilikuwa kibomu tu, kijibomu kidogo dogo. Laimu hapa akachukuliwa maelezo hivi na hivi, na bwana, mimi nilikuta hapa nyumbani kwangu, lakini kuna watu walikuja nikaacha funguo kwa sababu niliogopa, kwa sababu tuliambiwa tuhami na nilijua ni maaskari. Basi mchizi hapa aliojiojua tu kidogo. Kwa hiyo mchizi hapa anajikuta anarudi na nyumbani kwake, anasema babangu anataka kufanya operation, kwa hiyo hapa inabidi baba nimtoe haraka. Na upande wa hapa majamaa waliingia moja kwa moja mpaka ndani hapa katika sehemu yao ambayo walitenga makusudi. Basi wakaanza kupongezana hapa, na kila mtu anamwaga noti, kila mtu anamwaga mkwanja, ili mradi mambo yawe vizuri, na kila mtu anatoa alichokusanya. Hasa hapa alipata almasi ambayo ina thamani kama dola bilioni 30 inamwagwa hapa, na mchizi akamwambia jamani, nakuja kidogo, na akatoka. Lakini ghafla kipindi anaondoka ile mchizi, kuna wauni wanaingia, wanataka kukikiwa shamba, wanangu wote laleni chini, hakuna mtu kutoka hapa, hakuna ngedere yote. Mchizi anataka kufanya nani, uai atakufanya mambo yake, akachezea kidogo shaba, na watu wakaanza kukimbia, kila mtu anaokoa maisha yake, kwa sababu pesa ni shetani, pesa ni haramu. Jamaa akatoa wale ilisha, lakini mchizi akamnyoshia akamwambia, bwana tulia, anikuja hapa ni Ludo alikuja na kikosi chake chote. Kwa hiyo ina maana Willy amewageuka wenzake, ama Willy amefanya biashara mara mbili, na hapa amekuja kwa mchizi na kaanza kusherekea na kucelebrate kwa sababu wamepiga changa wale wa kwanza, na sasa hivi kila kitu anacho yeye. Kwa hiyo mchizi amekuja hapa kama kujilambalamba hivi na kujinadi. Sasa mchizi hapa kaanza kubishana kwa sababu walipangana wagawane 50 juu ya 50, lakini kama mchizi hataki kuzidiwa, umeelewa? Kwa hiyo kwa kesi hivi, na kama jambo linaanza kuwa zito, lakini Ludo anamwangalia vizuri, anambia William, hakika mimi nitazidi kwa kuwa mimi ndio ambaye nimefanya kila kitu, na vijana wangu wengi sana wamejitoa. Anambia hapana, tulikubaliana 50 kwa 50.
nini. Kwa hiyo mchizi kama aliamka hivi na kupaniki, umeelewa, akamwambia bwana sikiliza, tusiletane mambo ya kiuni, unajua hii ni pesa. Sikiliza mwanangu, nyamaza, kaa kimya. Lakini pale ajikuta amepiga ile almasi na ile almasi katoka unga. Na mchizi anapoiangalia vizuri akaona ile almasi ni fake. Akamwambia kuna dadeki. Nani ambaye ametuchezea mchezo? Mwana mchizi anamwambia kwa nini? Maana hujajua kama hii fake. Itatwambia hizi za kweli ziko wapi. Akamchukua mkono akaanza kumpiga piga kidogo, kumtishatisha. Ili mradi mchizi ikiwezekana asema bwana Mungu mimi na hapo mwanangu mimi sijui chochote. Mchizi kwa nasi wa mambo mengi. Akabeba kila kitu ambacho cha zamani na kuondoka. Mdogo mdogo na kumchukua yule jamaa. Huku watu raia wanarudishwa tena katika jiji lao. Raia wanarudishwa tena katika makazi yao. Laimu na baba yake taratibu wanapanda tena katika ile nyumba yao. Lakini hapa kumbuka ndio kwenye ile roof ya juu ambao kuna mpango ulichotoa. Na hapa jamaa anachukua vile vitu muhimu kama zile madini, anatengenezea bomba na kuweka vizuri katika begi na kumwambia bwana Mshua, sasa hapa ni muda wa kuondoka, ni muda wa kusepa. Hapa mchizi akiwa anaoga anapokea simu, anaambia bwana hongera sana kwa kazi ambayo umeifanya. Hakika umeokoa watu. Mchizi anamwambia hakika ni vitu vya kawaida tu, wala usijali wala usiwazi. Mchizi anakata simu yake hivi. Lakini kama kuna habari anayejua, na upande hapa kuna watu wanajifungua kina wai wale ambao walikamatwa na baadhi ya watu dereva alipigwa bunduki, wote wanafunguana. Na hapa kufunguana wakasema oya twenzetu mwanangu tukakiwasha tukachukue mzigo wetu. Haiwezekani wapate peke yao. Basi huku balaa za kugombania riski zinaendelea. Lakini hapo tulipoangalia location na machizo wameenda wapi, ikaonekana machizo wameelekea wapi. Na watu wakasema isiwe hawa watu watakaokimbia watoke nje ya mji, inabidi tuwai haraka sana. Wote wanawe michuzi. Na location ikazidi kusema, lakini hapa mchizi anakaa yuko ndani ya gari, lakini kama kuna mtu kampa taarifa hivi bwana kinachoendelea, na imadi ajue huyo mtu wapi anapopelekwa. Hapa na mwana anatengeneza mipango, na hapa wanajeshi wanazidi kuwasiliana. Lakini kwa sababu wale watu ambao walionekana katika ile sehemu ambao wameenda kuiba kama wezi, na picha zao zikaanza kuonekana hapa. Lakini hapa kipindiko Laimu taratibu anaanza kuchukua ndege na kusepa zake na kuondoka kama sio yeye. Na hapa balaa linaendelea kwa washua ambao wameshazulumiana. Ujamaa atakuondoka hapa Ludo na watu wake, mchizi dereva wanaingia wanafanya na kiwasha vibaya. Wanaingia wanamkamata Ludo anataka kunaniyo lakini atakiwasha, lakini wanashindwa. Na mchizi hapa alitulia akajua hapo ukovu umefika. Mchizi ndo anatakiwa kwa sababu yeye ndo kaanza kusaliti wenzio. Wakamvalisha mfuko kidogo na wakaanza kumoja bwana mali kwa pakiti jafla shaba shingo mtu anapokea. Na ujamaa alipotaka kutake cover ili madi ajifiche, na mchizi akapata nafasi William akaanza kutoka. Kumbe kwa mtu mwingine ni bali yule askari ambaye alikuwa analenga pale masafa marefu kipindi kipicha inaanza. Kumbe wote wanafanya kazi pamoja na wote wanajua huu mpango ni kitu gani ambacho kinaendelea. Basi jamaa akaona yeye anajicheka tu. Ona wanangu tumetrikiwa. Wanangu tumechezwa shere. Na huku wanakuja kugundua huyu mtu uso wake unaonekana dhahiri. Oya wanangu huyu ni William. Basi huku William ananyonywa vizuri kuweka ndevu yake vizuri na anaingia uwanja ndege haraka sana kutaka kusepa. Lakini kumbe habari zishafika na watu wanaanza kumsaka hapa. Lakini uso wake hawakumjua vizuri kwa sababu picha inavyoonyesha na yeye jamaa sasa hivi ameshashevu. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Akamwambia bwana huyu hapa ni mtu kutoka huko Irani. Huyu sio mtu wa kawaida. Ni mtu hatari sana ambaye ashafanya kazi nyingi za hatari. Dada Suzana anaogopa wale jasusi gani kumbe kuna watu wana makesi mazito au majambazi ni watu wa wapi. Alipomwangalia Rahimu na alijua Rahimu tayari, kumbe Rahimu naye ni mtu mmoja msuka mipango mikubwa. Huyu hapa mchizi taratibu baada ya kuona maskari wote wanapekua yeye chapu kwa haraka alijikata pembeni na kusepa zake. Suzana anapokea simu anaambia jamani hakikeni hawa watu ni hatari kuliko kitu chochote. Hawa watu kama nani anaingia huku nyumbani kwake wanamkuta umchizi ameacha tu mbali za milipuko ambayo imetokea na mambo ya hatari ambayo tayari yashawahi kutokea. Kwa hiyo madada haja kugundua kama hawa machizi walishaondoka, na hapa wanakutana wote kwa pamoja watatu wale wanafanya biashara na mabosi wakubwa wanagawana kila mtu mtonyo wake, na hapa wanasepa kila mtu akaanzisha maisha yake. Baada ya miaka 10 kupita anaonekana tena William amekamatwa na watu ambao walimpa kazi. Kwa hiyo hapa wakiwa wanaondoka naye mdogo kwenda kutatua hili swala. Na mashehe walifika hapa wakaongea bwana yeye hakika huyu mtu asituchanganye basi inshallah. Lakini kumbe alikuwa Laimu ni mlengaji mmoja hatari sana. Alikuja Laimu alikiwasha mpaka kakiwasha tena. Na hapa gari nyingi zinaendelea, lakini hapo kakuta tena ule mchongo kama kutega mabomu. Nani mwenye kitengo chake? Anakuja yule mchizi haraka sana anaambia bwana tulia kwanza watu wafike. Basi watu wafike katika mtego moto kawaka. Na William anapata tena nafasi ya kutoka pale na kuungana na wenzake. Wanamfungua hapa. Wanamwambia bwana nenda kwenye box pale la mabomu la lina mabomu lile kategue pale ili mradi upate kuondoka. Mchizi anakuja hapa na chimba na ikasaana kweli. Hii mtego anauona. Baada ya kuona mtego anautegua. Na mambo yanaendelea. Bunduki zinawaka. Vurugu zinaendelea. Lakini kila mtu anawania. Mchizi hapa William anafanikiwa. Anambia bwana mwanangu fresh. Hapa mambo yanamalizika na mchizi anatisha sana, na mwisho siku tena kama kawaida wanapongezana kama ilivyokuwa kawaida yao. Na hapa lile bomu linabutuka, lakini kila mmoja yuko salama. Lahimu, Kalimu wote hawa ni watu ambao walienda pesa zao walizamini watu.
na kuwasaidia watu. Hata Laimu naye alijenga familia kubwa sana kusaidia mayatima na wazee wale wanani. Hata babaka alipomuuliza, mwanangu, pesa hizi zimetoka wapi? Mzee, kula tu usijali. Hata Mchizi naye huyu naye kaanzisha maisha yake. Wanangu wa Tam TV Kapwe, msisahau kutufollow, msisahau kusubscribe, msisahau kulike, pia msisahau kucomment. Tam TV, kisiwa cha burudani. Chao.